Tumesema uchaguzi umekosa uhalali, na wakati huo vyama zaidi ya 10 vinashiriki uchaguzi. Kwa nini unasema uchaguzi umekosa uhalali? Nadhani ndio swali kubwa, wakati tayari kampeni zinaendelea na wengine wanashiriki. Ukiacha CCM kuna vyama vingine vinashiriki uchaguzi. Naam, hili swali ni wengi wanaoliuliza popote tunapozungumza kuhusu uchaguzi huu kukosa uhalali. Sasa naomba nilifafanue vizuri. Tunaposema uchaguzi umekosa uhalali, sio kuwepo kwa kituko hicho kinachoendelea kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Sababu tunazosema uchaguzi umekosa uhalali: moja, CCM na serikali imehodhi uchaguzi wote kama ulivyo, kwa maana ya kwamba wote wanaoteuliwa kusimamia uchaguzi, tumeona wengine ni makada wa CCM. Sasa tutasemaje uchaguzi umekosa una uhalali? Tumeona tume ya uchaguzi yote kwa ujumla ni kama inawajibika kwa rais, maana 95% ama 100% ni wateule wa rais. Tumeona hata wakati wanaandaa kanuni za uchaguzi za mwaka huu, kuna kanuni inasema mgombea anaweza kuwekewa pingamizi na watu watatu. Moja, anaweza kuwekewa na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia anaweza kuwekewa na mgombea, lakini jambo la tatu, anaweza kuwekewa na msimamizi wa uchaguzi. Hivi je, hivyo vigingi vyote vitatu unavipitaje? Na hao vivyo vyote vimewekwa na serikali. Ndio maana tunasema uchaguzi mwaka huu haupo, kwa sababu haupo halali. Ni kama upo tu ili uonekane kwamba tumefanya uchaguzi. Tumeona mfano mgombea wa urais wa ACT Wazalendo ndugu Mpina ameenguliwa na tume ya uchaguzi, imeondoa jina lake kwenye orodha. Kwa nini? Kwa sababu aliwekewa pingamizi na mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, lakini cha pili aliwekewa pingamizi na mwanasheria mkuu wa serikali. Wewe unaona unaweza kuwa uchaguzi huo? Kwa hiyo naomba Watanzania wajue tu kwamba hayo ndio yanayotufanya sisi Chadema tuseme mwaka huu hamna uchaguzi na sio halali, na uchaguzi huo haufai kabisa wala haupaswi kuigwa. Tumeshindwa paka na nchi ndogo kama Malawi, Zambia zimetushinda uelewa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo sisi tumeachwa mbali sana. Ninafikiri kwa sehemu kidogo nitakuwa nimeeleweka kwenye swali hilo. Swali la pili, chama cha siasa chochote lengo ni kushika dola. Ni kweli. Na sisi Chadema kati ya malengo yetu makubwa ambayo tulikuwa nayo, tunayo na tutaendelea kuwa nayo ni kushika dola katika taifa hili la Tanzania. Na hatuko mbali sana, sio siku nyingi tumesogea sana kwenye kushika dola, pamoja na fitina na shida na figisu za Chama cha Mapinduzi na serikali yake kutumia vikosi vyote hivyo nilivyovisema, kuanzia jeshi la polisi, usalama wa taifa, mahakama, msajili wa vyama vya siasa, lakini tunakaribia sana kushika dola. Na kwamba ushiriki wa uchaguzi ndio unaompelekea mtu kushika dola, na ninyi hamshiriki uchaguzi. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, kushika dola kwa njia isiyo halali, kwanza serikali yako haitatekeleza wajibu wake. Na ndio maana mnaona serikali ya Chama cha Mapinduzi inalalamikiwa kila kona kwa sababu inajiwekaga. Sio wananchi wanaiweka.
wanajiteua, wanawekana pale, wanawekana na wanasimamiwa na jeshi la polisi. Kwa hiyo sasa kama wanajiweka hawezi kuwatumikia wananchi, sisi Chadema ndio mambo ambayo hatutaki kujiweka madarakani. Tunatengeneza nguvu ya umma, tuungwe mkono na Watanzania ili tukawatumikie. Ndio maana tunadai katiba mpya, na ndani ya katiba mpya tunadai tume huru ya uchaguzi ambao ndio itakuwa na nguvu ya kutupa madaraka na itatupa nguvu ya kuwatumikia wananchi. Na pia tutakuwa waoga kwa wananchi, tutawaheshimu kwa sababu wananchi ndio watakao kuwa wametuweka madarakani na wao watakuwa na mamlaka ya kututoa madarakani. Sasa leo CCM hakuna mwenye mamlaka wananchi hawana mamlaka ya kuwatoa madarakani na wala wao hawana uwezo wa kuwatumikia wananchi. Ndio vita ambavyo hatutaki. Pamoja na kwamba tumechelewa sana kushika dola na ilikuwa tuishike siku nyingi, lakini kwa sababu ya mfumo wa serikali ya Chama cha Mapinduzi ndio maana tumechelewa. Ndio maana tunatoa elimu watu waelewe, ili tunapoenda kushika dola kwenye taifa hili, Chadema itakapoenda kushika dola ikubalike na wananchi na iwe chini ya wananchi.